Jua la saa 11 jioni lilikuwa likizama polepole nyuma ya majengo marefu ya jiji la Dar es Salaam, likiacha rangi ya machungwa iliyofifia angani. Katika kituo kikuu cha mabasi, vumbi na kelele za wapita njia vilikuwa vimepamba hewa. Katikati ya msongamano huo, alisimama binti mmoja aliyeonekana mgeni kabisa na mazingira yale. Jina lake alikuwa Sara. Sara alikuwa amevalia gauni la raba lililopauka rangi kwa kufua, huku miguuni akiwa na kanda mbili za kijani zilizokuwa zimechakaa kiasi cha kuonesha vumbi jekundu la safari ndefu kutoka kijijini kwao na Manyere. Mikononi mwake alikuwa amebeba mzigo uliokuwa kioja kwa wakazi wa mjini. Upande mmoja alishikilia gunia dogo la mkaa ambalo liliacha madoa meusi kwenye mkono wake wa kushoto, na upande mwingine alikuwa amebeba tenga lililojaa viazi mviringo, huku kuku wawili wa kienyeji wakiwa wamefungwa miguu juu ya tenga hilo, wakitoa sauti za kuchoka. Sara alitabasamu, akivuta pumzi ndefu ya hewa ya mjini iliyojaa harufu ya moshi wa magari, moyo wake ukidunda kwa furaha akifikiria kukutana na mume wake, Ben, ambaye alimtangulia mjini miezi 6 iliyopita kutafuta maisha. Alipofika mbele ya lango kubwa la chuma la jumba la kifahari ambako Ben aliishi na dada zake, mawifi wa Sara, alisimama kwa muda kidogo kujirekebisha ushungi wake. Aligonga kengele kwa adabu. Baada ya dakika chache, lango lilifunguka na kutokeza wanawake wawili, Sheila na Brenda, ambao walikuwa wamejipamba kuanzia kucha hadi nywele, huku harufu ya manukato ya bei mbaya ikitoka mwilini mwao. Badala ya salamu, ukimya mzito ulitawala. Sheila alimtazama Sara kuanzia kanda mbili zake zilizojaa vumbi hadi kuku waliokuwa wakitapatapa kwenye tenga. Aliziba pua yake kwa mkono wa kulia kana kwamba amekutana na mzoga wa mnyama. "Wewe ni nani na unatafuta nini hapa?" Brenda aliuliza kwa sauti ya dharau, huku akipiga hatua mbili nyuma ili asigusane na gunia la mkaa. Sara, kwa sauti ya upole na unyenyekevu, alijibu, "Shikamooni shemeji zangu. Mimi ni Sara, mke wa Ben. Nimekuja kutoka kijijini kuwasalimia na kuwaletea zawadi hizi kidogo." Mawifi hao walitazamana na kuangua kicheko cha kejeli kilichosikika hadi nje ya uzio. Kwao, Sara hakuwa mke wa kaka yao, alikuwa uchafu uliokuja kuharibu taswira ya nyumba yao ya kifahari. Hawakujua kuwa binti huyo mwenye mikono ya mkaa ndiye aliyekuwa amebeba siri ya maisha yao ya baadaye. Kicheko cha Sheila na Brenda kilipasua utulivu wa jioni ile, kikisambaa kama sumu kwenye masikio ya Sara. Walimtazama binti huyo kwa jicho la kashfa, kana kwamba ni kiumbe asiyestahili kukanyaga hata kwenye simenti ya nje ya nyumba ile. Sara alibaki amesimama, akiwa ameshika tenga lake la viazi kwa mikono iliyotetemeka kidogo, huku kuku mmoja akipapatika na kurusha vumbi lililotua kwenye viatu vya gharama vya Brenda. "Sheila, hebu tazama huyu anayejiita mke wa kaka yetu," Brenda alisema huku akipiga pua kwa kitambaa cha hariri. "Huyu ni mke au ni mfanyakazi wa mashambani aliyepotea njia? Yaani Ben ameshindwa kabisa kupata mwanamke wa hadhi yake, akatuingizia huyu mvuvi wa vumbi ndani ya nyumba yetu." Sara alijaribu kusogea hatua moja mbele ili kuwapa mkono wa salamu, lakini Sheila aliruka nyuma kama amegusa umeme. "Usithubutu kunigusa kwa hiyo mikono yako iliyojaa mkaa. Unadhani manukato yangu yamenunuliwa kwa bei ya nyanya?" Alifoka Sheila, macho yake yakimtoka kama mtu aliyepatwa na hasira ya ghafla. "Tazama gunia lako hilo, linadondosha uchafu kwenye marumaru zangu safi. Hivi kweli Ben ana akili timamu kutuletea mzigo kama huu?" Dharau hiyo ilikuwa kama msumari wa moto kwenye moyo wa Sara. Alijaribu kumeza mate yaliyokuwa na uchungu, lakini alibaki kimya, akitegemea labda chembe ya ubinadamu ingejitokeza. Badala yake, Brenda alipiga teke lile tenga la viazi kwa dharau na kusema, "Sikiliza wewe binti wa kijijini, hapa sio kule kwenu ambako mnaishi na mifugo ndani ya nyumba. Hapa ni mjini na hii ni nyumba ya watu wenye heshima. Hilo gunia lako la mkaa na hao kuku wako wanaopiga kelele, vipeleke huko nyuma kwenye banda la store. Na ole wako nikute harufu ya kuku kwenye makochi yangu ya velvet, utajua kwa nini nyani hana mkia." Sara alishusha pumzi ndefu, akitazama chini ili kuficha machozi yaliyokuwa yakilenga. Hakujibu neno. Alianza kuibeba mizigo yake kwa unyonge kuelekea uchochoro wa nyuma wa nyumba, huku akisikia mawifi wake wakiendelea kusemana kwa sauti kuu, "Huu ni mkosi gani huu? Ben ametuletea mwanamke anayenuka moshi na jasho la shambani. Lazima tujue namna ya kumtoa hapa kabla hajatuambukiza umasikini wake." Hawakujua kuwa vumbi lile walilolizibeia pua lilikuwa limetoka kwenye ardhi iliyokuwa ikiwalisha na kuwapa heshima waliokuwa wakiingia mjini. Siku zilizoanza kufuatana zilikuwa kama mnyororo mrefu wa mateso kwa Sara.
Jua lilikuwa halijachomoza vizuri, lakini sauti kali za Sheila na Brenda zilikuwa zikipasua kuta za chumba kidogo cha store alichopangiwa kulala. Chumba ambacho kilikuwa kimejaa harufu ya dawa za wadudu na vifaa vilivyovunjika. Hapo, juu ya mkeka mmoja uliopauka, ndipo mke wa mpendwa wao, Ben, alipolazimika kuweka kichwa chake kila usiku. Wewe binti wa kijijini, amka ukasafishe vyoo, au unadhani umekuja hapa likizo? Brenda alifoka huku akipiga teke mlango wa store. Sara alijivuta kwa maumivu ya mgongo, akajifunga kanga yake iliyochakaa na kuanza kazi. Kazi zake hazikuwa na mwisho, kuanzia kufuta vumbi kwenye fenicha za gharama ambazo haruhusiwi hata kukaa, hadi kufua milundo ya nguo za mawifi zake kwa mikono. Licha ya kuwa nyumba ile ilikuwa na mashine ya kisasa ya kufua, washing machine, mawifi wale walimkataza Sara kuitumia. Hizi nguo ni za thamani, haziwezi kuguswa na mashine pamoja na uchafu wa kijijini kwako. Fua kwa mikono na uhakikishe madoa yote yanatoka, Sheila aliamrisha huku akimrushia rundo la nguo za ndani usoni. Chakula kilikuwa sehemu nyingine ya adhabu. Wakati mawifi na kaka yao Ben wakila kuku, nyama na matunda ya gharama mezani, Sara alitengewa mabaki ya ugali na mboga za majani zilizoungua kwenye kona ya jikoni. Mtumishi hali sawa na mabosi, Brenda alikuwa akicheka kwa kejeli kila alipomwona Sara akila kwa unyonge. Beni, ambaye alikuwa amezidiwa na maneno ya dada zake na shinikizo la kazi, alionekana kushindwa kumtetea mkewe, akiamini kuwa labda Sara anajifunza maisha ya mjini kupitia dada zake. Kila hatua aliyopiga Sara ndani ya nyumba ile ilisindikizwa na matusi ya nguoni. Alitukanwa kuhusu asili yake, elimu yake na hata namna anavyotembea. Lakini katikati ya kashfa hizo, Sara alibaki kuwa kimya kama maji ya mtungi. Alivumilia machungu yale huku akifuta machozi yake kwa ncha ya kanga usiku wa manane. Mawifi wale walijiona wamefanikiwa kumvunja nguvu, bila kujua kuwa kile walichokiita utumwa kilikuwa ni mtihani wa mwisho wa subira yake. Walikuwa wakimfanyia unyama mwanamke ambaye, bila wao kujua, alikuwa ameshikilia hatima ya maisha yao yote ya kifahari kwenye kiganja chake. Mabadiliko ya maisha hayaji kwa hodi, huja kama mwizi wa usiku. Siku moja, Ben alirudi nyumbani akiwa ameinama, mabega yake yakiwa yamelegea na macho yake yakiwa yamejaa hofu. Bila neno, aliingia ndani na kuketi kwenye kochi, akiwa ameshika kichwa chake. Ile biashara yake ya usafirishaji iliyokuwa ikitamba na kumpatia utajiri uliowafanya dada zake waringe, ilikuwa imepata pigo kubwa. Mizigo yake miwili mikubwa ilikuwa imekamatwa mpakani kutokana na madeni ya kodi, na akaunti zake za benki zilikuwa zimefungwa. Ben alikuwa amefilisika ndani ya usiku mmoja. Habari hizo zilipoenea ndani ya nyumba, Sheila na Brenda walipagawa. Inamaanisha nini kusema huna pesa, Ben? Na safari yetu ya kwenda Dubai mwisho wa mwezi? Brenda alipiga kelele, akionekana kutojali hata maumivu aliyokuwa nayo kaka yake. Lakini hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko walivyofikiria. Nyumba ile ya kifahari waliokuwa wakiishi ilikuwa inadaiwa kodi ya mwaka mzima, na mmiliki wa nyumba alikuwa ametoa onyo la mwisho. Maisha ya vicheko na manukato yalianza kuyeyuka, na nafasi yake ikachukuliwa na harufu ya hofu na upungufu. Friji iliyojaa vyakula vya kila aina ilianza kuwa tupu. Meza iliyokuwa ikipambwa na nyama na matunda sasa ilibaki na mabaki ya mikate migumu. Kwa mara ya kwanza, Sheila na Brenda walijikuta wakishiriki kile chakula duni walichokuwa wakimtengea Sara jikoni. Hata hivyo, badala ya kujitafakari, waligeuza hasira zao kwa Sara. Huyu mwanamke ndiye aliyekuja na mkosi. Sheila alifoka huku akimnyoshea Sara kidole cha lawama. Tangu ukanyage hapa na lile gunia lako la mkaa, nyota ya kaka yetu imefifia. Wewe ni mdudu anayekula baraka za watu. Sara alikuwa amesimama pembeni mwa jiko, akiosha vyombo vichache vilivyobaki. Hakusema neno, lakini moyo wake uliuma kuona mume wake anavyoteseka. Licha ya kusingiziwa mkosi, Sara ndiye pekee aliyekuwa bado ana nguvu ya kusimama. Ben alikuwa amepoteza tumaini, na mawifi walikuwa na hofu ya kufukuzwa na kuanza maisha ya barabarani. Walikuwa wamezoea dharau kiasi kwamba hawakuweza kuona kuwa dhoruba hiyo ilikuwa ikiwaonesha ukweli wa mioyo yao. Waliendelea kumtukana Sara, huku wakisahau kuwa sasa hata kile kipande cha mkate walichokula kilikuwa ni matokeo ya uvumilivu wa yule binti waliyemuita mkosi. Usiku ulikuwa umeingia, na ukimya mzito ulitanda ndani ya jumba lile ambalo sasa lilikuwa limejaa gubigubi la huzuni na hofu ya kufukuzwa. Beni alikuwa amelala mapema kwa shinikizo la damu, na mawifi, Sheila na Brenda, walikuwa wakitapatapa sebuleni wakijaribu kupiga simu kwa marafiki zao wa mjini kuomba msaada, lakini kila mmoja alikuwa akiwatolea nje.
Katika kile chumba cha store chenye harufu ya mafuta ya taa na vumbi, Sara alikuwa ameketi juu ya kile mkeka wake uliopauka. Alitoa simu ndogo lakini ya kisasa iliyokuwa imefichwa ndani ya ncha ya godoro lake. Ghafla, mazingira ya chumba kile yalibadilika. Sara, binti aliyekuwa akitukanwa mchana kutwa, alinyoosha mgongo wake na kurekebisha sauti yake. "Yes, Mr. Richard. Ensure the shipment from Bear reaches the port by tomorrow morning," alisema kwa lugha ya Kiingereza iliyonyooka na yenye mamlaka, sauti yake ikiwa haina hata chembe ya uoga au unyonge wa kijijini. "Transfer the 50 million shillings to the Agricultural Cooperative account. I will review the quarterly investment reports on my tablet later." Sheila, ambaye alikuwa akielekea jikoni kunywa maji, alisimama ghafla aliposikia sauti hiyo ngeni ikitokea store. Alimvuta Brenda kwa haraka na wote wawili wakasogea karibu na mlango wa store, masikio yao yakiwa yameganda kwenye mbao za mlango. Macho yao yalipanuka kwa mshtuko. Walisikia namba kubwa za pesa na maelekezo ya kibiashara ambayo hata kaka yao, Ben, hakuwahi kuyatoa. "Unasikia hicho Kiingereza?" Brenda alinong'ona kwa hofu, mwili ukimtetemeka. "Huyu ni Sara au kuna mtu mwingine ndani?" Lakini kabla hawajafungua mlango, Sara, ambaye alikuwa na hisia kali kama za duma, alihisi uwepo wao. Papo hapo akazima simu na kuificha. Wakati Sheila aliposukuma mlango kwa nguvu akitegemea kumfumania bosi mkubwa, alimkuta Sara akiwa amejifunika kanga, akitikisa kichwa polepole huku akiimba wimbo mmoja wa huzuni wa kwao. Na Manyere. "Mwana wa mgeni hapati pa kulala, mgeni ni kuku mweupe." "Wewe, ulikuwa unaongea na nani kwa Kiingereza sasa hivi?" Sheila alifoka huku akimshika bega. Sara alimtazama kwa macho ya unyonge yaliyojaa ujinga wa bandia. "Kiingereza kipi shemeji? Nilikuwa naimba wimbo wa marehemu bibi yangu. Labda ni njaa inawafanya msikie sauti za ajabu." "Mungu atatusaidia shemeji, usilie." Mawifi wale walitazamana, wakiwa wamechanganyikiwa. Walitoka nje huku wakibishana wenyewe. "Nakwambia Brenda, huyu mwanamke ni mshirikina. Atakuwa anaongea na majini ya kijijini kwao kwa lugha za ajabu." Waliondoka wakimwacha Sara akitabasamu gizani, tabasamu ambalo lilikuwa na siri nzito kuliko usiku mwenyewe. Asubuhi hiyo haikuleta matumaini, ilileta hukumu. Kelele nzito za kugonga lango la chuma zilipasua utulivu wa alfajiri, zikifuatiwa na sauti kavu na yenye mamlaka iliyokuwa ikimuita Ben kwa jina lake kamili. Alikuwa ni Bwana Temba, mwenye nyumba huyo ambaye alikuwa maarufu kwa kutokuwa na huruma linapokuja suala la fedha zake. Ben alitoka nje akiwa amevaa nguo zilizopasuka, uso wake ukiwa umepauka kwa kukosa usingizi. Nyuma yake, Sheila na Brenda walichungulia kwa hofu, huku Sara akiwa amesimama mbali kidogo, amejifunga kanga yake kiunoni huku akishika fagio la chelewa. "Ben, muda wa hadithi umeisha," Bwana Temba alisema huku akipunga makaratasi ya madai ya kodi mbele ya uso wa Ben. "Leo ni tarehe ya mwisho ya notisi yangu. Mwaka mzima umepita bila senti na uvumilivu wangu umefika kikomo. Nawapa saa moja tu muwe mmetoa kila kitu chenu nje ya nyumba hii. Baada ya hapo nitafunga milango yote na kuweka kufuli langu. Tafadhali mzee wangu, nipe siku 2 tu," Ben alisihi, sauti yake ikitetemeka. "Mizigo yangu ikitoka bandarini nitakulipa mara 2. "Nimeshasikia nyombo hizo mara nyingi sana," Bwana Temba alijibu kwa ukali. "Saa moja. Isipite hata dakika moja zaidi." Mwenye nyumba aliondoka na kuwaacha mawifi katika hali ya taharuki. Badala ya kufikiria pa kwenda, hasira zao zililipuka kama volkano na kumwangukia Sara. "Umeona sasa?" Sheila alimfokea Sara huku akimsukuma kwa bega. "Huu ndio mkosi uliokuja nao kutoka kijijini kwenu. Tangu ukanyage hapa na mkaa wako, tumekuwa watu wa kufukuzwa kama mbwa. Wewe ni mwanamke wa namna gani mwenye gundu kiasi hiki?" Brenda naye akaingilia, "Laiti kaka angekuoa mwanamke wa mjini mwenye nyota ya mafanikio, tusingekuwa hapa. Wewe na umaskini wako mmeingiza laana ndani ya nyumba hii. Ondoka hapa. Nenda ukakae barabarani na huyo kuku wako wa kienyeji, maana wewe huna cha kupoteza, ulishazoea kulala kwenye vumbi." Walimtukana Sara kwa maneno mazito huku wakianza kutupa mabegi yao nje kwa hasira na machozi. Sara hakubisha, hakujibu, wala hakulia. Alibaki amesimama tuli akitazama saa yake ya mkononi ya bei nafuu, huku akingoja dakika za mwisho za dhoruba hiyo kupita kabla hajaamua kufunua kile kilichokuwa kimejificha moyoni mwake.
Zikiwa zimebaki dakika chache kabla ya saa 1 kukamilika, hali ya hewa ilikuwa imetanda huzuni na fedheha. Sheila alikuwa ameketi juu ya begi lake kubwa la nguo huku akilia kwa sauti, na Brenda alikuwa akijaribu kuokoa vioo vyake vya gharama visivunjike wakati akivimwaga nje kwa fujo. Ben alikuwa amekaa kwenye kizingiti cha mlango, mikono ikiwa kichwani, akishuhudia heshima yake ikiporomoka mbele ya majirani waliokuwa wakichungulia kwa siri. Bwana Temba alikuwa ameshasimama karibu na lango, akigonga funguo zake mkononi kwa ukali, tayari kutoa amri ya mwisho. Ghafla, Sara, ambaye muda wote alikuwa amejituliza kwenye kona ya stoo yake, alitoka nje. Safari hii hakuwa ameshika fagio wala dekio. Alitembea kwa hatua madhubuti kuelekea mbele ya nyumba. "Shemeji, subiri kidogo," alisema kwa sauti ya utulivu iliyomfanya Ben ainue kichwa. Mawifi walimkazia macho ya chuki. "Wewe unataka nini sasa hivi?" Sheila alimfokea. "Ondoka hapa na kanga yako, usitutie aibu zaidi mbele ya mwenye nyumba." Sara hakujibu. Badala yake, alielekea moja kwa moja kwa Bwana Temba. Alitoa bahasha ya haki iliyokuwa imekunjwa vizuri kutoka kwenye ncha ya kanga yake na kumkabidhi mzee huyo. "Bwana Temba, tafadhali kagua hizi," alisema kwa sauti ambayo haikuwa na hata chembe ya uoga. Bwana Temba, akicheka kwa dharau, aliipokea ile bahasha huku akisema, "Binti, hata kama una shilingi 10,000 hapa, hazisaidii kitu." Lakini mara tu alipoifungua bahasha na kutoa karatasi iliyokuwa ndani, kicheko chake kilikata ghafla. Macho yake yalipanuka na mikono yake ikaanza kutetemeka. Ilikuwa ni risiti rasmi ya Benki ya Taifa, ikionyesha muamala wa mamilioni ya pesa uliokuwa umefanyika saa chache zilizopita, malipo ya kodi ya nyumba hiyo kwa miaka 3 ijayo pamoja na gharama za ukarabati. Kwenye sehemu ya aliyetoa fedha, jina lilikuwa Sara S. na Manyere, CEO na Manyere Agribusiness Group. Bwana Temba alinyanyua macho yake, akamtazama Sara, kisha akajirekebisha suti yake kwa haraka na kuvua kofia yake kwa heshima ambayo haikuwahi kuonekana. Samahani sana, Madam Sara," Bwana Temba alisema huku akiinama kidogo. Sikujua kuwa malipo yameshafanyika kupitia akaunti ya kampuni yako. Risiti hii ni halali na nimepokea maelekezo kutoka kwa meneja wangu wa benki sasa hivi. Nyumba hii sasa haina deni hata senti moja." Mawifi walibaki wameduaa, huku vinywa vyao vikiwa wazi. Sheila alijaribu kusema kitu, lakini sauti iligoma kutoka. Walimtazama Sara, binti wa kijijini waliyemuita Mkosi, ambaye sasa alikuwa amesimama mbele ya mwenye nyumba mkali kama malkia aliyekuwa ametoka tu kukomboa ufalme wake. Upepo mwanana ulipita na kuzipeperusha karatasi za madai ya kodi zilizokuwa zimetapakaa chini, kana kwamba asili yenyewe ilikuwa ikisafisha takataka za dharau zilizokuwa zimetawala nyumba ile. Bwana Temba, ambaye dakika chache zilizopita alikuwa kama simba anayeunguruma, sasa alikuwa mnyenyekevu kama mtoto mdogo mbele ya Sara. Alikohoa kidogo ili kuweka koo lake sawa, kisha akageuka kuwatazama Sheila, Brenda na Beni, ambao walikuwa bado wamepigwa na butwaa, miili yao ikiwa imeganda kama sanamu za chumvi. Sara alishusha pumzi ndefu, macho yake yakitulia kwa utulivu juu ya mawifi wake waliokuwa bado wanatetemeka chini ya miguu yake. Alinyoosha mgongo wake, na katika muda ule, kila mtu alihisi uwepo wa mwanamke mwenye nguvu ambaye hakuwa anategemea huruma ya mtu. "Inukeni, msiisujudie damu yenu," alisema kwa sauti ya mamlaka iliyobeba uzito wa miaka ya uvumilivu. Alimgeukia mume wake, Ben, ambaye bado alikuwa na aibu, kisha akawatazama Sheila na Brenda. "Niliandaliwa na ardhi na nimefundishwa na jasho," Sara alianza kusema, sauti yake ikisikika kote kwenye uwanja wa nyumba ile. "Mliniona mchafu kwa sababu niliingia hapa nikiwa nimebeba mkaa na kuku. Lakini mkaa huu ndio unaopika chakula cha mamilioni ya watu, na ardhi hii mlioita uchafu ndio ilionipa uwezo wa kununua jengo hili mnaloishi. Leo nimekuja kuwafundisha jambo moja: nguo na manukato hazitaji thamani ya moyo wa mtu, wala hazionyeshi ukubwa wa mfuko wake. Mlimdharau binti wa kijijini, mkasahau kuwa kijiji ndicho kinacholisha mji." Sheila na Brenda waliinama chini, machozi yakidondoka kwenye marumaru. Sara aliendelea, "Mimi ni mkurugenzi wa Manyere Agribusiness Group. Nina mashamba ya maelfu ya ekari na nimeajiri mamia ya watu. Nilikuja hapa kuishi kama mke, si kama tajiri, ili nione kama upendo wenu ulikuwa wa kweli au ulikuwa wa kufuata pochi ya kaka yenu. Leo nimepata jibu." Beni alijaribu kusogea karibu. "Sara, mke wangu, nisamehe kwa kutokutetea." Sara alinyanyua mkono kumzuia. "Ben, wewe ni mume wangu na nakupenda, lakini dada zako wanahitaji nidhamu ya maisha. Nitawasamehe na hamtafukuzwa leo, lakini kuanzia sasa,
hakuna mwanamke atakayekaa hapa kama bosi. Kuanzia kesho, Sheila na Brenda mtakuwa wasimamizi wa ghala langu la mkaa kule bandarini. Mtavaa magwanda ya kazi, mtashika mkaa kwa mikono yenu na mtajifunza thamani ya kila shilingi mnayotumia. Mkikataa, milango ya nyumba hii iko wazi. Mnaweza kwenda kuishi kwa manukato yenu mitaani. Mawifi walikubali kwa kichwa, wakijua kuwa huu ulikuwa ni upendeleo wa mwisho. Sara aligeuka na kuingia ndani ya nyumba yake mpya, akiwaacha na funzo ambalo hawatalisahau maisha yao yote. Kuwa mnyenyekevu, kwani hujui ni nani amebeba funguo za kesho yako.